adversary, the devil, kila wakati anatafuta njia ya kukuondoa katika uwepo wa Bwana. Ningetaka utabirie maisha yako hivyo, mkono wa kuume sema, all the days of my life I shall dwell in the presence of God. No matter the tactics of the enemy, I declare I will dwell in the presence of the Lord. Hallelujah. Ni vizuri kuwa na hii revelation. We serve God against the wishes of the enemy. We come on Sunday to worship God against the plan and the purposes of the enemy. Hatukujangi kwa sababu shetani amefurahia sana. Ukiona mtu kanisani, kuna forces amepigana nazo. Kuna maroho ya kwao ya watu kukataa kanisa amepigana nayo. Ndio maana huwa na appreciate mtu akija katika nyumba ya Bwana. Ni kwa sababu gani? Mpango wa shetani ni wewe usikuje katika uwepo wa Bwana. Ni kwa sababu in the presence of God huwa tunakuja tunabarikiwa. In the presence of God huwa tunakuja tunapona. In the presence of God huwa tunakuja tunapewa roho, tunapewa amani. In the presence of God huwa tunakuja tunapewa furaha. Ndio maana shetani, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa maovu yote, hatakangi uje katika uwepo wa Bwana. Praise the name of Jesus. I declare in Jesus' name, utakaa katika nyumba ya Bwana. Amen. Kinyume na all the attacks of the enemy. Praise the name of Jesus. You know, Penina alikuwa na opposition. Alikuwa na mtu wa kumdhihaki. But she purposed within her heart. Doesn't matter what Penina is saying. Yeah? Did I say Penina or Hannah? Alisema, I don't care what Penina is saying. All I know that in the presence of God, I gonna receive my miracle. How many are saying, mimi sitatishwa? Hallelujah. We are in the house of God Mwigai against the will of the enemy. Ukiona mzee anaruka, amepigana na forces za unfaithfulness. Ukiona mama ako kanisa, amepigana na forces ambazo huzuilia wamama kuwa katika nyumba ya Bwana. Ninatangaza kwa jina la Yesu, utabaki katika uwepo wa Bwana, hata kama moto utawashwa mara mbili. Ni kwa sababu gani? In the presence of God, ndiyo nyumba yako itabarikiwa, ndiyo nyumba yako itafunguliwa, ndiyo nyumba yako itapona, ndiyo huyo mzee ataokolewa. Usiondoke, usikubali lolote likuondoe katika uwepo wa Bwana. One of the forces is called the spirit of deception. Serpent or the snake, vile tunaitanga na lugha ya kimtaa, represents lies, enmity and deception. Hata ukiota na nyoka, anza kukemea roho ya uongo na roho ya uadui na roho ya kupotosha. Biblia inasema huyu nyoka akamtokea Eve, na alipomtokea akaanza kuwa na conversation na yeye. Akamuuliza, mbona hamkuli hii matunda? Akaanza kumwambia, unajua tuliambiwa miti ingine yote tukule, lakini tusikule matunda ya mtu wa katikati. Shetani or the serpent, the father of lies, the deceiver, akamwambia hapana, Mungu aliwaambia uongo. Hallelujah. Na Biblia inasema heri wanadamu wakuwe waongo lakini Mungu abaki. I'm about to speak something very sensitive because this is the spirit. Imefukuza watu kanisa, the spirit of deception. Roho ya uongo. Na hiyo haikujangi kama ina ukali. Haikujangi na pembe. Niliwaambia hapa the other day, shetani
alikuwa na miguu, the serpent ilikuwa na miguu, lakini judgment yake ikadisconnectiwa miguu. Kwa sababu aliambiwaje? Kwa sababu ya kudanganya mwanamke utakuwa unatembea na tumbo. Kwa hivyo hapo mbeleni alikuwa anatembea na miguu, na akapata hivi huko kwa Garden of Eden. Eden means paradise. Akampata wakati shetani anataka kukuondoa katika the presence of God, anakuondoa kwa paradise, anakuondoa pahala pa kufurahia. Mtu anisaidie na amen. Amen. Na akamdanganya akamwambia, hapana, hii mti mkikula mtajua mema na mabaya. Akadanganya the woman. The woman represents the church. We are living in days the church of Jesus Christ has been deceived. I stand here today. Every false and the spirit of deception imekuwa na imeinuka. Nyakati hizi haitaguza maisha yako. Kama unaamini sema amen. Kumekuwa na roho ya uongo. Wakorintho wa pili mlango wa 11. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Sikia, shetani mwenyewe. So if you're expecting something with long hairs, tall hairs, na mdomo imechomoka na macho ya red, ati hiyo ndio ile kitu inakuja kukudanganya. Shetani wa uongo anajifananisha na the angel of light, anajivika the nature of godliness, but in him he is not God. You need to be very sensitive. We are living in days, we are in an era of deception, na watu wanadanganywa wakiwa kanisani. I came here to open your understanding that deception is one of the forces ambayo imeondoa watu kwa Mungu. Uongo ndio imefanya watu watoke katika the presence of God. And when I speak about the presence, is something beyond this altar. It is something beyond this structure. It is having a relationship, intimacy with God. That is what I call the presence of God. Because there are people in the church, lakini mioyo yao imeibiwa na shetani. Waliwekwa uongo, walipatana na malaika wa giza. Inakemea kila roho ya kujifananisha, kila roho ya uongo ninaikemea katika jina la Yesu. Roho ya kudanganya wa mama, roho ya kudanganya wazee, roho ya kudanganya familia, ninaikataa in the name of Jesus. Familia nyingi zimevunjika na deception. Kunainuka mtu anajifanya mtu wa Mungu, anakuambia huyu mume mlioana na yeye sio wako, na mko na watoto watatu. Deception. Tusomee hiyo ingine. Colossians 2:8. Colossians chapter 2 verse 8 it says, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Hebu sikia, beware. Beware na Kiswahili kusema, wigai, nasemaje? Ni kujitahadhari. Usidanganywe philosophy, mafundisho ya kibinadamu. Kwa sababu hii mafundisho haina asili ya Mungu. Praise the name of Jesus. We are living in days, kumekuja mafundisho ya kitamaduni. And I want to say this without fear of contradiction. Hii roho inajiita, mwiga inajiita namna gani? Kiama. Hiyo kiama haina Mungu ndani yake. Na imeinuka, imeiba wazee wa kanisa. Unasikia mtu anakwambia, I'm an elder in the church and I also belong to kiama. If you belong to kiama, unatudanganya. Kristo hachangani.
Praise the name of Jesus. Hata kama wewe ni rafiki yangu na unatanganyanga watu umeokoka na uko kwa hiyo chama, that is the force of deception, and it is competing with the authority of the word of God. It is competing with the truth in the word of God. Kama unataka kufika mbinguni, kama unataka kuona mbinguni, ondoka kwa hiyo chama, okoka vizuri. Kristo ni mmoja, hachangani. Ukiokoka unakuwa kiumbe kipya, unaondoka kwa utamaduni wa pombe na moratina, unapeana maisha yako. Yesu anaitawala. Ninakemea kila foza ya uongo katika taifa la Kenya, katika Wakikuyu, katika Waluhya, katika Wakamba. Kila ufalme umeinuka upigane na injili, ninaukemea in the name of Jesus. Hata wakija kulitafuta, nimesema ya kwamba kiama hakina Kristo. Ni kiama gani hii ati umeokoka na tawala yako inaletwa pombe? Hauwezi changanya Kristo. Mafundisho ya uongo, mafundisho ya kupotosha, ninakemea hiyo roho. Haitapotosha wazee wetu, haitapotosha. How can it be? Tunahubiria wazee waokoke, waachane na pombe, na wengine wanawaambia hauwezi achana na pombe. Ni kwa sababu ni utamaduni. Utamaduni bila Mungu siutaki. Otelea mbali, ninataka Yesu. The spirit of deception. Na hii roho wanapika nyama, wanaita wazee. Wewe kwani maskini na mnaona hitaji kununuliwa nyama? Kila mwanaume anafaa ajinunulie nyama. Praise the Lord. Reaches a time tunaongea mambo peupe, na wale ambao wanawarai watu ni marafiki. Beware of men ambao they are they have the spirit of deception. Na ndoa nyingi zimevunjika, maisha mengi ya watu wengi imeharibika, ni kwa sababu ya hii roho imeipa wazee wa kanisa. Wazee mtu akitoka kwa ibada anasema saa 8 niko na mkutano, na hiyo mkutano anaenda ni mkutano, anaenda kuhubiriwa mahubiri mengine ya kipepo, ya kwamba sijui ukiwa Mkikuyu lazima ufanye hivi. Ukikuyu haijanisaidia, Kristo ndiye amenisaidia. Kama ni Ukikuyu ningekuwa bado mlevi, ningekuwa mwizi, lakini nilipokuja kwa Yesu nikaondolewa katika vifungo za Wakikuyu. I'm born again na ninataka mbinguni, sitaki Ukikuyu. Amen. Hallelujah. Sitanganywe na mafundisho ya shetani. Na hii mafundisho, there is a very forceful wave in this time. In this time. In this time. And I'm giving this warning. Ukiniita kwa dawa yako na nione pombe, nitahubiri injili hujawahi sikia. Ukiniita kwa dawa yako nisikia kuna pombe, nitahubiri injili hautawahi niita tena. Hallelujah. Kama ni kuokoka, wacha niitwe kuokoka. Kama ni dunia, wacha niitwe dunia. Kama wewe ni mzee wa kanisa, uitwe mzee wa kanisa. Kama wewe ni wa kiama, kaa huko. Bible inasema hatuokolewi na mbuzi. Sasa umekuwa convinced ati lazima utoe mbuzi 3, utaangamia na hizo mbuzi. Sisi chinjwa yaje. Kristo aliingia mara moja na ya kutosha, akasema yote yamekwisha. Utamaduni usio na maana, hauna uwezo, umekwisha. Mbona mnashtuka ni kama wewe ni wa hiyo chama? Alafu na mbuzi na chinjwa, unaambiwa unakula hii nyama. Hiyo ni madhabahu unainua. Na nataka niseme hivi. Tuko karibu sana kutahirisha watoto.
ukitahirisha mtoto wako ununue pombe na wakunywe kwa sababu ya celebrating the rite of passage of your son, you are raising an altar of drunkenness to your son. Na utakuja wakati itakuwa umechelewa sana, mtoto wako akiwa addicted. Ni kwa sababu gani? Ulidanganywa na shetani na ukaraise an altar of drunkenness to your child. Kama hautakuja Jeremy wangu akitahiri, kwa sababu hakuna pombe, sio wenu ni wangu na sisi ni wa mbinguni. Na tisho hata kuja walizana wewe. Si wakatae kukuja. Sijui kikosa kufanya nini hata pona, si wakae. Mungu ndiye mfanyaji wetu. Haleluya! Hii ujinga na uongo ndio imeharibu watu. Tunakemea hiyo roho, haitaharibu Kenya, haitaharibu taifa. In the name of Jesus. Hii inaweza kuhubiri mpaka kwa TV. Hii unajua neno la Mungu ni upanga. Inakata kuwili. Wale wanatazama katika mitandao, may the Lord bless you so much. Nimeongea point moja, deception. Hizo zingine mtazipata na Mungu wetu atatubariki sana. Nataka niombe na wale kwa mtandao. Na niseme hivi, hakuna mahala pengine pazuri apart from the presence of God. The Philistines in the book of 1 Samuel chapter 4. Maandiko inasema ya kwamba wakaja kupigana na Israeli, na walipokuja kupigana na Waisraeli wakajua ya kwamba kile ambacho husaidia Israel kushinda vita, it is the Ark of the Covenant. And they came up with an idea. What we are going to do, we are going to capture the Ark of the Covenant. The Ark of Covenant represents the presence of God. Na wakajua ya kwamba hawa Waisraeli kile ambacho huwa kinawasaidia wanashinda vita ni the Ark of the Covenant. Wakaambiana ya kwamba this is the secret, tutachukua the Ark of Covenant. Na maandiko inasema ya kwamba they captured the Ark of the Covenant. Na maandiko inasema ya kwamba one of the wives of the sons of Eli, maandiko inasema mke wake alikuwa mjamzito, na aliposikia ya kwamba the Ark of the Covenant has been captured, akapata mtoto ambaye hakuwa amefikisha wakati wa kuzaliwa, na Bible inasema akamuita Ichabod, kumaanisha ya kwamba the glory of God has departed from us. Hakuna hatari kama kuondokewa na uwepo wa Bwana. Kilichofanya Israeli washindwe ni kuondokewa na uwepo wa Bwana. Kilichofanya mtoto wa mke wa mmoja wa Samueli apate mtoto hajafikiana ni kwa sababu uwepo wa Bwana uliondolewa. Nataka niseme hivi, afadhali mambo mengine yote ya kuondokea, afadhali upoteze marafiki lakini usipoteze the presence of God. Afadhali upoteze kazi na usipoteze the presence of God. Afadhali upoteze pesa na usipoteze the presence of God. The presence of God is all that we need. Let's pray for our online viewers. Father, in Jesus' name, you are God who walks with your people. And from the days of old, you have desired to walk with your people. This is my prayer, oh God. You are going to find a place in the hearts of your people. My God and my Father, watu wako hawatapungukiwa na uwepo wako. Ninakemea maroho ambayo huondoa watu katika uwepo wako. Every demonic force, maroho yote ya utamaduni ambayo imejaa uongo na ujanja, huyu malaika wa giza ambaye anajifananisha na mwangaza, tunakemea kwa jina la Yesu. I pray, oh God, in Jesus' name, bless your people and deliver your people. And I pray prophetically, may all the days of their lives, may they dwell in the house of the Lord. In the name of God the Father, Son, and of the Holy Spirit we pray.
Amen. Our dear viewers, we love you so much. And may the Lord help you that you may abide and dwell in His presence. If you wish to participate with us or partake with us in this service, kindly give your offering. Our numbers are there, and the Lord will bless you so very much. Let's appreciate our viewers with a hand clap in Jesus' mighty name. We can do better than that in Jesus' name. Hallelujah. Amen.